amesema hayo leo Alhamis Juni 26, 2025 wakati alipotoa hoja ya kukamilisha shughuli za bunge la 12 bungeni jijini Dodoma. Aidha, Mheshimiwa Majaliwa ametoa pongezi kwa wakuu wa taasisi, watumishi wote wa umma na sekta binafsi kwa kujituma na kujitoa kwa ushirikiano mzuri katika kufanikisha shughuli za serikali. Mheshimiwa Spika, napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, naomba sasa niweke msisitizo katika masuala muhimu kama ifuatavyo. Moja, juu ya utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2025-26. Mheshimiwa Spika, tarehe 24 Juni 2025 ndani ya bunge lako tukufu, sote kwa pamoja tulipitisha kwa kishindo bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-26. Nitumie nafasi hii kusisitiza maeneo yafuatayo. Moja, maafisa masuhuli katika ngazi zote za umma wazingatie vipaumbele vilivyoainishwa kwenye bajeti iliyopitishwa na bunge. Na mbili, kwa maafisa masuhuli tena wakamilishe miradi yote ambayo haijakamilishwa sambamba na kutekeleza ahadi za viongozi inavyoelekezwa katika maeneo yao. Akizungumza kuhusu uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba 2025, Mheshimiwa Majaliwa ametoa rai kwa Tanzania kuhakikisha wanalinda amani na kuitunza tunu ya amani na utulivu kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie uchaguzi mkuu mwaka huu 2025. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inaendelea na maandalizi ya uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba 2025. Nitumie nafasi hii kuwakumbusha wadau mbalimbali, kila mmoja kwa nafasi yake, ikiwemo wananchi ambao ni wapiga kura, kushiriki kamilifu katika uchaguzi huo. Mheshimiwa Spika, nitoe rai kwa kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba kila mmoja analinda na kuitunza tunu ya amani na utulivu kwa nchi yetu kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Kwa upande mwingine, serikali itahakikisha inatekeleza wajibu wake wa kusimamia katiba, sheria na taratibu zilizowekwa ili kila mwananchi mwenye sifa ya kuchaguliwa au kuchagua aweze kutimiza haki yake ya kikatiba bila vikwazo vya aina yoyote. Maliango Mogeta, Sky TV.